Nini kinakushangaza? Kwa unaona nini cha ajabu? Unaona nini cha ajabu? Macho yangu yanakutazama wewe. Hichi ulichokiona ni siri yako ya pili. Ukija ukimwambia mtu, huo moyo wako utakuwa halali yangu mimi. Unaniangalia? Atoka. Toka. Shamba kuku wewe. Mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole, na kivuli chake kinakuwa kikubwa. Julieti, kitoto cha 2000, mrembo usiokuwa na makuu. Sijawahi kuona beki tatu mzuri kama wewe. Wewe kaka unawashwa. Una shobo. Panavukuna na hivyo vilaba vyako kama mchawi. Hivi unajua mimi sikupendi wewe na hizo ndevu zako kablash. Nilikwambia hapo awali. Haijawahi kutokea handsome boy kama mimi afu akafanya kazi za ulinzi. Hivyo unatakiwa kutumia fursa hii kunikubalia, kwa sababu mimi ndio handsome boy pekee wa Kiluguru ambaye nafanya kazi ya ulinzi. Hakuna handsome boy kama mimi. Sasa na kushangaa unavyoendelea kunibania na kunikazia. Hivi unadhani sioni warembo wengine? Mimi nakutaka wewe. Unatakiwa kunielewa. Hindi samboy wa Kiluguru. Na hilo chogo kama mwiko. Utosi umepanda juu tazani hivi mtu mzima ovyo. Kwanza wewe ni mkubwa ni mdogo? Maana unaona utosi bado unapumua. Nawe masikio yani kama kaupaa hivi kale kakupakulia mboga. Hiyo pua imepanuka hivi. Unajua unanitisha? Labda nikuulize kitu. Uliza. Ushawahi kuona mwanaume ambaye ana sura ya mama, umbo la baba? Nakuuliza. Ushawahi kuona sura ya mama, umbo la baba? Sasa ndo mimi. Nakwambiaje, ukiona mwanaume amebeba sura ya mama, basi huyo mwanaume ni handsome boy, na ndo mimi. Yaani siku zinavyozidi kwenda na jinsi unavyozidi kukuangalia wewe, kweli naanza kugundua kweli binadamu wa kwanza ni sokwe, lakini sokwe wewe ni albino. Sikia. Yaani ukiendelea na hizo tabia zako za kishamba, namwambia tajiri kwamba yule mlinzi wako ni mpuuzi, ananitaka. Yaani nitatia chumvi, ananifuata chooni, ananichungulia, ufukuzwe kazi. Usichojua, mimi na bosi tumefanya kazi kwa muda mrefu sana. Hivyo kumwambia kwako wewe utajisumbua tu, kwa sababu ukienda kumwambia hivyo mimi nitageuza maneno, alafu nitakukazia. Na kwa sababu bosi ananiamini, umekwisha. Nitakutambaliza hizi kama kuku ambaye ameingia ndani, alafu uko ndani kuna mtu ambaye ana uchu wa nyama. Ndio mimi sasa. Kwa unajigamba? Unajigamba kwa ajili yangu mimi? Sasa tutajua, nenda mwambia bosi atachagua kati ya beki tatu au mlinzi mjinga. Yaani wewe kaka ni mbaya. Yaani sikupendi. Yaani sio hata nikwambiaje, yaani nakuchukia. Sasa sikia nikwambia. Tusifikie huko kubaya. Tutaharibiana CV. Wengine sisi tumesomea hii kazi. Hivi unajua kwamba mimi na degree ya ulinzi? Usinione hivi. Nina degree ya ulinzi niliyopata Johannesburg, Marekani. Mwangalie kwanza kaka ovyo huyu. Sura kama iti shamba. Vitoto vya 2000 bwana. Vinalinga kimtu chenye na kionea huruma tu. Eti kinanikazia. Mpaka sasa hivi bado naendelea kuchanganyikiwa, hasa kuhusiana na swala la huyu dada mfanyakazi hapa ndani. Nashindwa kuelewa kwa nini yuko hapa, maana tukisema kazi, huyu anaonekana sio mfanyakazi wa kawaida.
ana lake jambo. Sasa je, hilo jambo ni jambo gani? Kwa nini ni yeye? Na kwa nini kwenye hii familia? Anaonekana wazi kuwa hana nia nzuri na hii familia. Nazidi kuchanganyikiwa, sijui nini cha kufanya. Nachoka tena, nachoka haswa. Hii kubwa kuliko. Swaumu, habari ya shule? Nzuri mama. Yaani umepungua, yaani nguo yote hii imekuwa haijakukaa vizuri. Yaani huko mama, yaani huko kumekuwa makande tu. Masomo yalikuwa magumu Sasa kipi kilikuwa kinakushinda wewe? Kiingereza au biology? Ni nini hapa? English. Mpaka leo wewe Kiingereza hujui? Najua kiso sana. Mimi nataka ukija hapa ni tuongee mpaka kila mtu aseme kweli huyu mtoto anasoma. Sawa? Ulimisi kula nini mwanangu? Maana hapa sasa hivi tunarudi kazi. Chochote unachotaka tutakupikia. Chips. Unanukuwa uli chips we. Na nini? Sausage mama. Basi sawa. Julie. Madam. Mjo. Abe madam. Vipi huko kuna nini jikoni? Nimepika ugali na dagaa. Basi Swaumu utamtengenezea chipsi, mtafutie na sausage kwenye friji, si zipo? Hapana, sijaangalia, nikiangalia nakuja kukwambia. Kaangalie, Swaumu anataka kula chips na sausage. Afu binti yangu alikuwa boarding ndo amerudi. So wewe unamwangalia vizuri, sawa? Sawa madam. Yaani kila kitu kuhusu yeye utakuwa makini wewe, sawa? Hakikisha. Tumeelewana? Sawa madam. Shikamoo dada. Marahaba, ujambo Odo? Haya, karibu Nikiwa sipo utakuwa unamwambia dada kila kitu, sawa? Haya, endelea na kazi zako. Hakikisha nilichokuambia. Karibu. Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Sijambo. Baba, nilikuwa nina shida, maana nilipokuwa napika nyanya zimeniishia. Kwa nilikuwa naomba hela niende sokoni. Sawa. Ngoja mimi nipumzike kidogo. Alafu nina ratiba ya kutoka. Kwa nitakavyokuwa kwenye mizunguko yangu, nitapitia sokoni kununulia mahitaji yako. Sawa? Sawa. Haya, sawa, unaweza kwenda. Sawa.
msaada. Nini shida? Nimekuja kukwambia njaa inaniuma toka asubuhi sijala hujapika chochote. Kwa hiyo unaona mimi nafaidi ninapolala ndani mpaka uje nipigie kelele. Kwanza wewe kupika uwezi? Mtu umekoma kabisa, unajua hadi kujichana nywele unashindwa kwenda kupika. Wewe Tamwambiaga mama kila kiondoka au nipikiege chakula nashindisha na njaa. hapo kwanza nicheke. Kwa hiyo mama yako ukimwambia mimi nitafanyaje? Nitakufa? Au labda yeye mama yako ukimwambia atanifukuza kazi? Wewe sikia. Sinipande kichwani. Mwisho nikakupiga hapa. Nikapata kesi ya mauaji kabla siku zako. Atoka nje. Toka. Shamba wewe. Ila watoto wengine sijui wapoje. Sijui anajua huko ndani mimi ndio bektatu wao. Nikampiga nikamnyoa bure. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kina. Alafu baby, mbona Juli simuoni hapa, yuko wapi? Alafu umenikumbusha ngosha sawa. Juli. Be madam. Vipi, mbona hujikunywa chai? Mimi nimeshiba, sijisikii kula. Umekunywa wapi? Madam, mimi sijisikii kula kabisa leo asubuhi. Inawezekana ikawa. Mimi nitasema nini sasa? Hata hivyo wapishi hao mara nyingi wao wanakula kwa jikoni wakati wanapika. Inaweza ikawa. Basi sawa, endelea na kazi zako. Tabasamu lake linaficha giza, mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kina